Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mussa Azzan Zungu, ametangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Jenista Joakim Mhagama kilichotokea leo Alhamisi, Disemba 11, 2025 jijini Dodoma. Kwa masikitiko makubwa, naomba kutangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jenista Mhagama kilichotokea leo tarehe 11 Disemba mwaka 2025 jijini Dodoma. Natoa pole kwa waheshimiwa wabunge wote, familia ya marehemu, ndugu jamaa na wananchi wa jimbo la Peramiho. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu, ameeleza Spika Zungu kupitia taarifa hiyo. Mhagama aliyekuwa mbunge na kiongozi mwenye mchango mkubwa katika utumishi wa umma alizaliwa Juni 23 mwaka 1967 na amehudumu katika nafasi mbalimbali ndani ya serikali na bunge la Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ofisi ya bunge inashirikiana na familia ya marehemu kuratibu taratibu za mazishi na taarifa zaidi zitatolewa kadri mipango itakavyokamilika. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amina, imeeleza taarifa hiyo. Hapa chini na kuangazia historia nzima ya marehemu. Kwanza, maisha ya awali na elimu. Jenista Joakim Mhagama alizaliwa tarehe 23 Juni mwaka 1967. Alipata elimu ya msingi na sekondari kabla ya kwenda Korogwe Teachers Training College ambapo alipata diploma ya ualimu. Kabla ya kuingia kwenye siasa, alifanya kazi kama mwalimu kwa miaka kadhaa. Safari ya kisiasa, CCM na uwanachama. Jenista aliingia Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 1987 na kuanza kushiriki kazi za chama. Alikuwa akishiriki sana katika vikundi vya vijana na wanawake ndani ya chama hicho. Mbunge wa Peramiho. Alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho kushinda nafasi hiyo mwaka 2005 akishinda mpinzani wake kwa uchaguzi za ndani za CCM. Kazi za serikali. Alihudumu kama naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi kabla ya kupandishwa cheo. Baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana na walemavu. Akiwa na uzoefu mkubwa wa uongozi, alishika nyadhifa mbalimbali serikalini na alikuwa akiheshimiwa kwa mchango wake katika bunge na serikali kwa ujumla. Jenista aliteuliwa rasmi kuwa waziri wa afya wa Tanzania na rais kwa nyaraka za uteuzi, akiteua nafasi hiyo tarehe 15 Agosti mwaka 2024. Alikuwa akiongoza wizara ya afya ikiwa na jukumu la kusimamia na kuboresha huduma za afya nchini pamoja na kukabiliana na changamoto za afya za umma. Jenista Joakim Mhagama amefariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 jijini Dodoma akiwa na umri wa miaka 58. Taarifa rasmi iliyotolewa na bunge haijatoa sababu ya kifo ndani ya taarifa ya mwanzo, hivyo chanzo cha kifo hakijatolewa hadharani kwa hivi sasa. Amekuwa mwalimu wa awali kisha mbunge mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Alihudumu kama waziri katika nyadhifa kadhaa muhimu kabla ya kuwa waziri wa afya. Alikuwa kiongozi ndani ya CCM na serikali ya Tanzania aliyeshikilia nafasi mbalimbali za uongozi. Jenista Mhagama anatokea mkoa wa Ruvuma, jimbo la Peramiho, kusini mwa Tanzania. Alikulia, alisoma na kupata elimu ya awali katika maeneo ya Peramiho kabla ya kwenda Korogwe TTC kwa masomo ya ualimu. Uongozi na uzoefu wa kisiasa. Jenista alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho tangu 2005 hadi alipokuwa waziri wa afya. Alianza siasa toka mwaka 1987 na alikuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa muda mrefu. Alishinda nafasi ya ubunge bila pingamizi kali, mara kadhaa akionyesha umaarufu mkubwa mkoani kwake. Mchango wake bungeni. Katika kipindi cha baraza la 2005-2010 alionekana kuwa mwenyekiti mmoja wa wabunge waliochangia sana mijadala na maswali bungeni, akipata sauti masuala muhimu ya kitaifa. Akipazia sauti masuala muhimu ya kitaifa. Majukumu ya wizara. Jenista aliteuliwa kushika nafasi mbalimbali serikalini ikiwamo naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, alisaidia sera na utekelezaji wa elimu. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, vijana, kazi, ajira na wenye ulemavu, alisimamia masuala ya vijana, ajira na walemavu. Waziri wa afya alikuwa akiongoza sekta ya afya hadi Oktoba 2025 kabla ya kifo chake cha leo tarehe 11 Disemba 2025.
Katika mwaka 2025 aliteuliwa kiongozi msaidizi Vice Chairperson wa kamati ya mawaziri wa afya ya Mashariki RESISCO, ishara ya heshima kwa ushawishi wake kikanda. Alikuwa mwalimu kwa miaka kadhaa kabla ya kuingia kwenye siasa, jambo lilimpa uelewa mzuri wa jamii na changamoto za huduma za msingi. Msimamo wake kijamii. Kwa ujumla, Jenista alijulikana kama kiongozi aliye na uzoefu wa kisiasa mkubwa, akishika nyadhifa za juu ndani ya serikali na CCM. Uwezo wa kuongoza na kushirikiana na wengine hasa kwenye sera za bunge na ajira. Kujali maendeleo ya jamii yake. Mara nyingi alikuwa akifanya ziara za kijamii na kuunga mkono miradi mingine ya maendeleo kwa wananchi wa Peramiho. Changamoto na mitazamo ya umma. Wengi walimuona kama kiongozi mwenye uzoefu na mstari wa mbele hasa bungeni. Kuna wachambuzi waliotaja changamoto ya kukosekana kwa baadhi ya utekelezaji wa haraka wa sera zilizokuwa chini yake kama mawaziri. Mtazamaji wetu wa Neli TV, tunatoa pole sisi kama Neli TV kwa familia bunge kwa msiba huu mkubwa. Mwenyezi Mungu amjalie roho ya marehemu ilale mahala pema peponi. Amina. Endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Liz, hadi wakati mwingine. Bye bye na uwe na wakati mwema.